Hospitali ya Taifa Muhimbili imefanikiwa kuokoa maisha ya mkazi wa Chanika anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 24 baada ya kumeza mswaki tumboni wakati akisafisha mdomo. Naitwa Zenaisi Fraterini Shayo, natokea Chanika. Nilipofika hapa Muhimbili nilikuwa na changamoto, nilimeza mswaki wakati na brush meno. Ile na brush ulimi, kashangaa mswaki umeshuka. Ile kushuka ukawa umekwama kwenye koo. Siwezi kuomba msaada. Nimeingiza mkono, sijauona, ukawa umekwama tu kwenye koo pale. Kabidi nilazimishe kuumeza ili nipate msaada. Dr. Eva Wiso ambaye ni daktari bingwa mbobezi wa magonjwa mfumo wa chakula na magonjwa ya ini amesema mgonjwa huyo alipokelewa akiwa na maumivu kwenye tumbo la chakula na kufanyiwa uchunguzi ambapo alimkuta na mswaki wenye sentimita 34 na kufanikiwa kuutoa. Naitwa Dr. Eva Wiso, ni daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya mfumo wa chakula na magonjwa ya ini katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Leo tulimpokea mgonjwa anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 24 ambaye alikuja kwa ajili ya kufanya kipimo cha uchunguzi wa mfumo wa juu wa chakula. Alikuwa na maumivu ya tumbo, lakini chanzo cha maumivu ya tumbo ameripoti kwamba alimeza kwa bahati mbaya mswaki. Baada ya kumfanyia kipimo, tuligundua kwamba ndani ya tumbo la chakula kulikuwa kuna mswaki ambao ndio huo ulikuwa umemezwa karibia na zaidi ya wiki 3 zilizopita. Ni mswaki ambao ulikuwa ni mkubwa kabisa ambao unakadiriwa kuwa na sentimita 34 wa mtu mzima. Nilipofika Muhimbili nilichekiwa, ndo wakawa wameuona mswaki. Wakafanya njia yao, wakawa wameutoa. Tulifanikiwa kubadilisha position ya ndani ya tumbo na tukaweza kuutoa. Sasa hivi baada ya kufanyiwa huduma, maumivu yapo japo sio sana kama mwanzo. Napenda kuwashukuru madaktari wote wa Muhimbili na Hospitali ya Taifa kwa huduma yao nzuri, kwa kunisaidia kuokoa maisha yangu na kuwa katika hali hii ya sasa hivi. Maana nilikuwa na mzongo wa mawazo sana. Wameweza kunitoa huo mswaki bila kufanya operation. Mpaka sasa hivi najisikia japo maumivu kidogo yapo, ila nashukuru Mungu naendelea vizuri.